Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
zote niweze kusimama ili tufanye ile kwaya yetu ya sisi sote ya sifa na maabudu, na hapo sadaka zitakuwa ziko zinaendelea kutolewa. Haleluya! Shangwe na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Sijasikia shangwe kwa ajili ya Yesu. Asante sana. Haleluya. Baraka
Ukishuka, shuka na neno, shuka na neno, useme amen. Ukishuka, shuka na baraka, shuka na baraka, unibariki. Ukishuka, shuka na neno, shuka na neno, useme amen. Ukishuka, shuka na baraka, shuka na baraka, unibariki. Ukishuka, shuka na neno, Yesu, shuka na neno, useme amen.
Ukishuka
atakayetulisha neno la Mungu, acha kumsi Papa Albert aweze kushukuru kwa ajili ya matoleo ambayo yaliweza kutolewa na kumweka mnenaji mikononi mwa Mungu. Karibu baba. Ambao siku Yesu tunakumbuka udanganyifu wetu wa wanadamu, ya kwamba wewe ulikufa na huwezi kuishi tena, na ni wewe Mungu uliyeumba kila kitu. Asante Yesu kwa sababu siku ya leo ni shangwe kubwa ya ufufuko. Ufufuko wako Yesu, Bwana wa mabwana, takatifu wa watakatifu, Mungu mzima anayekuwa hai. Asante Baba sababu ushindi ni wako. Wanadamu waliwaza ya kwamba wakitia jiwe hata ya toni 2 Baba hautaweza na kutoka, na ni wewe Mungu uliyeumba jiwe. Hata kulikuwa wazamu wanadamu ambao wakikuzuia usingelitoka, na kumbe ni wewe uliumba mwanadamu. Yesu uinuliwe na ubarikiwe. Asante Baba kwa siku ya leo. Tumeshangilia kufufuka kwako. Tunafurahi ya kwamba unakuwa hai na uko hai hata milele kwa milele. Asante Yesu, rafiki wa karibu, Bwana unayekuwa pamoja nasi kwa siku ya leo. Rafiki wa karibu, tunaamini ya kwamba yale yaliyokufa kwa maisha yetu yatapata uzima kwa siku ya leo. Imani ya wale iliyozimika Baba itafufuka kwa siku ya leo. Asante mfalme wa ajabu sababu umetuona Baba. Hatungeliona feti, lakini tumeona jasho ilitoka kwa mwili wako, tumeona damu ilitoka kwa mwili wako, tunaona madharau uliyopata Baba. Yote ni sababu ya kutupatia uzima. Jina lako libarikiwe, jina lako liendelee kuinuliwa, jina lako liendelee kuabudiwa. Uko Bwana wa mabwana, uko mfalme wa wafalme, uko mtakatifu wa watakatifu. Unaona Yesu, tunaamini ya kwamba uko hapa, na yote ambayo inayopita Papa imepewa baraka kutoka kwako. Kweli tumesema Baba, ukishuka shuka na neno lako ili upate kutuambia. Ukishuka shuka na baraka ili upate kutubariki. Na tunaamini ya kwamba tunapokuwa hapa hatutakutoka bure Papa. Tutatoka na tumepokewa kitu kutoka kwako. Tutatoka na tumepokewa shauri kutoka kwako. Asante Yesu sababu kila yule aliyefika mbele yako hawezi kurudi wa bure. Hawezi kurudi bila kitu cha muhimu katika maisha ya kwenda mbinguni. Asante Mungu wetu. Baba, wewe unakuwa Bwana. Umetupatia mengi sana. Makazi umetupatia, chakula umetupatia, mavazi umetupatia, watoto umetupatia, Yesu magari umetupatia. Lakini sisi yale tunakutolea hayawezi kufika karibu na yale ambayo wewe unatenda kwa maisha yetu. Bali ukubali kupokea machache yale watoto wako wametia katika kitunga ndani ya kikapu hiki. Rafiki mwema, Bwana uibariki hata ikafanya kazi katika kanisa lako. Asante Yesu, unajua kuna wengi hawakuwa na kitu kwa siku ya leo, na mioyo inakuwa ikivunjika sababu ya nini nimekosa kutoa. Zaidi ya yote Baba, leta amani kwa kila mmoja. Tunaamini ya kwamba siku ijayo
pia wataendelea kutolea. Asante Yesu, asante rafiki. Tunakia kuacha mhuduma wetu wa siku ya leo. Baba, yeye ni mwanadamu, anakuwa na udhaifu, lakini acha Roho wako Mungu amjali, acha presence yako ipate kuwa ndani mwake. Akisimama mbele Baba, tusingelimuona lakini tukuone wewe, tusingelisikia sauti yake lakini tusikie sauti kutoka kwako, sababu ni wewe utatuzungumza. Yeye anakuwa mwanadamu. Acha yote iliyokuwa mapenzi ya mwovu Shetani, yale ya kupumbazika, yende nje katika jina la Yesu Kristo. Yale ya usingizi yende nje kwa jina la Yesu Kristo. Yale ya makelele yende nje kwa jina la Yesu Kristo. Acha Mungu Roho wako atawale mahali hapa, na neno lako lishuke, na sisi tuseme asante Baba sababu umetuzungumza. Tunaacha yote mikononi mwako. Kipindi hiki kibarikiwe nawe, kwa jina la Yesu Kristo kwa Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Amen. Kanisa mpo? Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja tuimbe verse moja tu ya namba 250, verse moja na kabla yake basi tunamaliza. Kawa kubwa kwangu aliponiokoa Yesu, roho yangu msifu Mwokozi wako Yesu Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tuko hapa kama Wakristo, tunasherehekea ukombozi wetu, tunasherehekea siku ambayo tumeweza kukombolewa. Haleluya. Kwa maana ni lazima kila mmoja awe na furaha, maana tulipata neema kuitwa wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu wetu alipitia mateso makubwa, uchungu mkubwa, ili neema hii, ili amani hii tumeweza kuipata, ili ukombozi tuweza kuupata mimi na wewe. Alipitia uchungu mkubwa sana. Haleluya. Ni lazima tukafurahie, ni lazima tushangilie. Basi ngoja tuende tukaangalie Pasaka yetu leo. Tafundisha na kuhubiri kwa pamoja. Nataka tujue nini, kwa nini tunasherehekea leo? Kwa nini imeitwa Pasaka? Kwa nini sisi tuisherehekee? Jina la Bwana libarikiwe. Maana ina maana kubwa sana kwetu sisi. Tunasherehekea Pasaka ni Pasaka ni neno linatoka kwa Kiswahili. Ni Pasaka kwa Kiswahili ambalo limetokana na neno la Kigiriki Paschos, yani Pascha, ambalo tafsiri yake kwa lugha ya Kiingereza wanasema Passover, kupita juu. Kwa Kiswahili kupita juu au pita juu. Jina la Bwana libarikiwe. Basi asili ya maneno haya, asili ya maneno ya neno hili la Pasaka ni kipindi kile wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, kwa mateso mengi, kwa shida nyingi, kama watumwa, wakiteseka sana kule. Ikafikia mahali Mungu akasema, ngoja niende kuwakomboa. Jina la Bwana libarikiwe. Ngoja niende nikawakomboe wana wangu, taifa langu litoke katika mateso. Ndio akaambia waandae Pasaka. Akaambia maneno watakayofanya. Watachinja. Ni story ndefu, lakini nataka nichukue ile tu ambayo ilitendeka. Usiku ule akawaambia, mtachinja kondoo.
damu ya kondoo ile mtaipaka kwenye miimo ya milango yenu, ili wakati mharibu atakapokuja akiona damu atapita. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana wale waliokuwa wamefunikwa na ile damu, pale ile nyumba ilikuwa imepakwa ile damu, ina maana mharibifu hakuingia ndani akaua, alipita. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana wale waliokuwa kwenye nyumba ile walikombolewa, ila pale alifika kakuta hakuna chochote kile, aliua wale watoto wote wazaliwa wa kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Walipomalizika pale ndio wakaweza kuondoka, wakawa wamekombolewa kutoka katika utumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ile unaweza kaangalia iko katika Kutoka 12:12 hadi 15. Hatutasoma pale. Sasa twende kwenye somo letu. Bwana Mungu alipomuumba mwanadamu, lengo lake ilikuwa ni aitawale dunia. Atawale dunia na vyote vilivyomo ndani ya dunia, na aweze kuitisha. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio pale akasema, wakaangalia, sasa tufanye mtu kwa sura yetu, ili tumuweke pale duniani, tumupeleke duniani ili aweze kuitawala. Ndio ilikuwa ni lengo la Mungu kwa mwanadamu. Mungu sisi tulikuwa tujaomba, Mungu hajaomba mwanadamu ili aje ateseke kwa hii dunia. Hapana. Alimuumba, akampa kila kitu. Akampa mamlaka yote ili aitawale na kutisha kila kitu kilichomo ndani ya dunia. Iwe ni minyama, vyote vile tunavyoviona. Mungu alimpa mamlaka yale. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome Mwanzo 1:26 na 29. Tusomaje kwa karibu? Mwanzo 1:26. Ya, moja sura kwanza 26-29. Mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 29 inasema kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wake Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Amen. Haleluya. Mungu alipomuumba akampa kila kitu, akampa mamlaka yote, akampa ndege za watawale, minyama, kila kitu, na akawapa chochote kilichokuwa mahali pale waweze kukitumia. Chakula, matunda, ndio ilikuwa chakula chao. Ina maana mwanadamu alikuwa anamuumba mwanadamu awe na furaha, astarehe, asihangaike. Haleluya. Ili aweze kupata raha, aweze kufurahia. Lakini baada ya yote hayo mwanadamu hakuweza kukaa katika yale maagano. Ina maana baada ya kufanya vile, Mungu alifanya maagano na mwanadamu, akamkabidhi, akamwambia utatawala kila kitu, akakabidhiana, akampa mamlaka yote yale. Lakini mwanadamu, kwa sababu mwanadamu akatoka katika yale maagano. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuweza kubaki katika yale maagano. Mwanadamu au Adamu hakuweza kutekeleza yale Mungu aliyomwagiza, aliyomwelekeza kuyafanya. Mwanadamu akavunja yale maagano ambayo amefanya na Mungu, kwamba wewe utatawala, wewe utamiliki kila kitu, minyama yote, vyote vilivyo duniani. Wakakubaliana, lakini mwanadamu akatoka katika yale maagano, akavunja yale maagano, akaasi, akatenda dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana alipotenda ile dhambi, akawa amevunja kile kitu ambacho amekubaliana na Mungu. Ni kama vile mtu anakupa hivi, anakwambia wewe tutatembea hivi. Katika hii contract tumepeana ya kazi, ukienda kinyume na mapenzi wanakufukuza. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akamwambia utatawala, utafanya kila kitu. Hivi utagusa, Mungu akampa masharti yenye anastahili kutumia
venye hastahili kutumia, jinsi atakavyotembea na jinsi hastahili kutembea. Lakini mwanadamu akageuka yale, akaasi, akafanya ya kwake. Jina Bwana libarikiwe. Alipofanya vile kama amevunja maagano na Mungu, Mungu akakasirika, akaghadhabika sana. Mungu akaondoka. Mwanzo pale 6:3, tajaribu kwenda haraka haraka ili tufikie kwenye tunakwenda. 6:3 afu taruka 5:7. 6:3 inasema kwamba Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. 5, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Luka 7 Luka 5:7. Sura mpaka 7 inasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimefanya. Haleluya. Baada ya mwanadamu kutenda yale yaliyo kinyume na Mungu aliyokuwa amemwagiza, Mungu akaghadhabika sana. Akakasirika, akasema, kwa nini niendelee kushindana na mwanadamu? Mungu akaondoka. Akamfutilia mwanadamu, akamfukuza katika ile shamba alikuwa amepewa aishi, ale, atawale, afanye kila kitu kwa raha, kwa starehe, bila kusumbuka. Lakini alipoenda kinyume na yale maagizo, akavunja yale maagizo, Mungu akaghadhabika sana. Kabla kumfutilia mbali, akamfukuza, akamwambia utateseka, utahangaika. Ukiendelea kusoma kwa utayaona yale yote yalitokea. Mungu kabla aondoke. Kukawa muda mrefu hakuna uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Mungu ameondoka. Maana kipindi hapo mbele Mungu kila siku Mungu alikuwa anakuja kumwangalia mwanadamu. Anakuja kumwangalia na anatembeaje. Lakini baada ya kutenda dhambi, Mungu akajikataa. Akaondoka. Ina maana yale mamlaka ya mwanadamu Mungu alikuwa amempatia mwanadamu, alijivua. Akavua yale mamlaka, akamkabidhi shetani. Jina Bwana libarikiwe. Tuko pamoja? Alivua yale mamlaka, akamkabidhi shetani. Maana baada ya kumwambia usifanye hivi, usichusigusi. Lakini shetani alipokuja, yule nyoka alipokuja akamwambia eti Mungu Mungu alisema ni kweli hapa msikule, mkikula mtakufa. Mwanadamu akasema yeye ndio Mungu alisema. Au kaneno ka eti kanabeba, anataka asome akili zako, ajue kuna nini, baadaye ajue sema tafuatilia. Ina maana mbele alikuwa hajui ni nini kiko ndani kule. Lakini ukishakwambia eti afu katoa, tayari alishajua kumbe mtego ni mwako. Hapana, Mungu anadanganya. Ina maana alisema mkikula mtakuwa na fahamu za kujua mema na mabaya. Mtakuwa na kama vile mtakuwa na nyinyi, mtakuwa na ule fahamu kama jinsi Mungu alivyo. Kule ni uongo. Ina maana anamtega, ila akifanya tu Satani amekuwa amekiuka ile maagano. Mungu alimwambia usiguse. Yeye akaachia, akampa shetani. Alipofanya tu yale, shetani anamkabidhi. Na maana anaacha yale mapatano yale walipatana mara ya kwanza, anakubaliana na huyu wa pili. Jina Bwana libarikiwe. Anakubaliana na huyu wa pili, anasema huyu ndo mzuri, huyu ndo ananipa maagizo mazuri, wewe tunaweza tukatembea pamoja. Ina maana yale Mungu alimpa anakataa, anakubaliana na shetani. Ina maana yale mamlaka Mungu alimpa ya kutawala dunia na kuitisha, akamkabidhi shetani. Jina Bwana libarikiwe. Ndio maana Mungu akakasirika, akasema naondoka zako, akamwacha. Ukawa hakuna mahusiano tena kati ya mwanadamu na Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Mungu akaenda, ilikaa miaka mingi, muda mrefu, lakini mwanadamu anaendelea kuteseka kupitia haya, anapitia yale. Mungu akakaa, akaangalia, hapana, mwanadamu tuliyemuumba, mwanadamu tuliyekuwa kwa sura yetu, kwa nini aendelee kuteseka? Kwa nini aendelee kufanya hivi? Ngoja tufanye mpango. Ilikuwa ni vita, tutamtoaje katika mikono ya huyu Ibilisi? Maana na mtawala anamuendesha anavyotaka. Mpango ukafanyika. Mungu akafanya mpango. Tufanye nini ili tuweze kumkomboa huyo? Kikao kikafanyika mbinguni. Nani wa kwenda kumkomboa mwanadamu? Hakupatikana mtu yeyote yule wa kuweza kwenda kumkomboa mwanadamu.
Jina la Bwana libarikiwe. Ila alipatikana mmoja aliyejitolea. Ukiangalia ule Ufunuo 5:1-9, hatutasoma. Unaweza kaandika, unaweza kusoma kwa muda wako. Hatutasoma. Mmoja akajitolea akasema, mimi nitume mimi nende kwa Baba wanadamu. Haleluya. Ndio mimi tunashangilia siku ya leo. Akajitolea. Mimi niko tayari kwenda kukomboa wanadamu. Ikafanyika, akaja. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu alipokuja alikuwa anakuja kwa mpango maalum kwa ajili ya Wayahudi au ile taifa la Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi na wewe hatukuwemo. Sisi tulikuwa kama mataifa. Yeye alikuja kwa mpango maalum kwa ajili ya wana wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini alipofika wale waliokuja kuwakomboa wakamkataa na wao. Wakamkataa. Wakasema wewe hatukujui. Soma Yohana 1:10-13. Niko najaribu kwenda haraka. Yohana sura ya 1 mstari wa 10-13. Yohana sura ya 1 mstari wa 10 inasema, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote walimpokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioliamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Amen. Haleluya. Alipokuja wale walikuwa wamekuja kuwakomboa hawakukubali, walimkataa. Lakini baada ya kumkataa akasema, mimi nimekuja kufanya kazi ya kumkomboa wanadamu. Yapo mataifa, wapo wengi ambao wanataka kukombolewa. Akageuka. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tumekombolewa ni kwa damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi baada ya wale waliokuja kuafia, waliokuja kuwakomboa kumkataa, sisi tukapata kibali. Jina la Bwana libarikiwe. Tukaitwa Waisraeli ambao tumekombolewa kiroho. Sisi ni wana wa Israeli, ni wana wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Waisraeli wa kimwili walikuwa ni wale Wayahudi, wale ambao walikuwa wamekuja ili wakomboe. Baada ya wao kumkataa, sisi tukapata kibali. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tukapata maagano mapya, tukapata agano jipya kupitia damu ya Yesu Kristo. Alifanya maagano hayo kupitia mitume. Wale mitume wao walikuwa wakitembea nao walipofanya maagano, na sisi tukapata agano kubwa, ndio tunalitembelea mpaka sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi tukaitwa wana wa Israeli kupitia damu ya Yesu Kristo, kupitia mitume. Maana sasa hatukuwepo kipindi hicho, lakini wale mitume waliokubali, wale waliokubali kutembea na yeye, wakamkubali Yesu kama mwana wa Mungu, ndio akafanya maagano na wao, na ndio sisi tukapata kukombolewa, kuitwa wana wa Israeli. Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya mambo yote, Yesu aliandaa Pasaka. Alipoandaa Pasaka, akaambia mitume, uniandalie Pasaka. Mitume zake wakamwambia, tuandalie Pasaka sehemu gani? Wakasema, nenda mjini, utakutana na mtu ambaye anabeba mtungi. Ukimwona muulize, mwambie Bwana anataka anasema kuandaa Pasaka. Jina la Bwana libarikiwe. Tusome Marko 14:12-25. Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu, sura ni ya 12:22-25. Ndiyo. Inasema Sura ya 14:12-25. kwa sura ya 10. Sura ya 14
12:25. Sura ya 14:22 hadi 25. 14:12. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochacha walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo twende tukuandalie uile Pasaka? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa maji, mfuateni. Na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba changu cha wageni, ni ile Pasaka umo pamoja na wanafunzi wangu. Naye mwenyewe atawaonyesha orofa kubwa imeandaliwa tayari umo, tuangalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Haleluya. Tumeweza kusikia alipowaambia wanafunzi wake waende, mtu atakayekutana naye amebeba mtungi, wamwambie Bwana na watuma au mpe nafasi ya kuweza kwenda Pasaka. Lakini pointi iko hapa kwenye 22 hadi 25. Hapa ambapo tunasema hata na wote hata naye basi katika hapana Ishirini na mbili nasema, nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akisema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amen. Kiswahili kiko tofauti hapa, ndio maana imechanganya. Basi ilipofika muda sasa, muda kusema baada ya kufanya kazi yote, wale walikuja kuwakomboa wamemkataa. Akasema, ngoja nifanye maagano mapya kwa ajili ya kukomboa mwanadamu, ili mimi na wewe tuweze kukombolewa. Wakaenda katika usiku ule, ndio alichukua mkate, akaumega, akamwambia, twani, huu ni mwili wangu. Akachukua kikombe, akakibariki, akawakabidhi, wakala, wakanywa. Akasema, sitokula tena wala kunywa divai au viungo katika kutoka katika matunda haya mizabibu. Ina maana pale alikuwa amemaliza kazi. Akaagana na watu, fanyeni hivi kwa ajili ya ukumbusho. Ndio maana tunapokaa hapa tunafanya kwa meza kama wale ambao tumekubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumekubali kufa na yeye na kufufuka na yeye. Ni lazima. Ni maana kama vile ulifanya maagano. Usipofanya vile, na maana unavunja yale maagano. Jina la Bwana libarikiwe. Usipokubali kufanya vile, na maana haukubaliani na yale, unavunja yale maagano. Lakini kama ulikubali ukasema, nimekufa na Yesu na kufufuka na yeye, ni lazima ufanye. Ni amri tulipewa. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yeye usikule alifanya maagano na wao, akasema, mimi naenda sasa, naenda kumaliza safari, naenda kufa, kujitolea ili nimkomboe mwanadamu. Damu yangu itamwagika, mwili wangu utaharibiwa, utateswa, kila kitu. Akafanya maagano na wanafunzi wake, akasema, fanya hivi siku zote mkinikumbuka, maana sitokula tena wala kunywa na ninyi tena mpaka pale tutakapokutana katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Maagano. Na maana pale wanafanya maagano ili aweze kutukomboa sisi. Maana wale walikuwa wamekataa, sisi ndio tukapata kibali. Yeye kujitoa pale msalabani ili sisi tuweze kukombolewa. Mkristo yeyote wale amekubali kufa, amekubali kuzikwa na kufufuka na Yesu. Unapobatizwa na kufufuka, ina maana umekubali kuteseka na Yesu. Yoyote utakayopitia huko pamoja na yeye, yoyote utakayoteseka kwa vyovyote vile, unajua niko na Yesu. Siwezi kumwacha kwa sababu nimekubali, nimefanya maagano. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini watu wanayavunja kama jinsi Adamu, Mungu alimwambia usifanye hivyo, usifanye, lakini akageuka
akampa yale mamlaka ya shetani. Yesu anakuja mara ya pili ili aweze kutukomboa, na ili aweze kuwakomboa. Vile vile hawakukubaliana na yeye, akasema wewe hatukujui, nenda zako. Akafanya maagano na wale ambao waliokubali ili sisi tuweze kukombolewa. Lakini leo unakuta Wakristo vile vile ni kama vile wanavunja, hawakubali. Mtu alibatizwa alifanya nini? Lakini ukiangalia wote hakuna. Jina Bwana libarikiwe. Sasa kama tulikubali kubatizwa, kama tulimkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni lazima tukubaliane na hili. Maana ni agano, ni amri tuliachia. Jina Bwana libarikiwe. Basi baada ya yote, baada ya mambo yote, Yesu alishawaeleza, alishawaambia jinsi tutakavyotokea. Maana walikuwa kienda huko wanamwambia huyu alisema uongo, huyo ni uongo, alisema watu wote watakula mwili wake, sijui watakunywa, sijui mambo mengi, mambo ya uzushi. Wale waandishi wa Mafarisayo na waandishi wa sheria wakimzingishia mambo kadha wa kadha, wanaandaa mipango ili kuweza kumkamata. Ila Yesu alijua, lakini ilipofika saa baada ya kumaliza ile wanafunzi, maana alijua muda wangu sasa umekamilika. Yesu alikamatwa, akapelekwa kwa Mafarisayo, wakamzingishia mambo mengi, wakafanya haya na yale ya uongo. Kama jinsi leo Mkristo unapitia shida nyingi, si kwamba Mungu au si kwamba wale wanaofesi hawajui ukweli. Wanajua ukweli, lakini wanapotaka kuharibu sura yako au jina lako au chochote kile, ni lazima watangaa maneno ambayo hayafai ya uongo, ili mradi tu kuharibia. Jina Bwana libarikiwe. Ili mradi tu wapate kitu cha kukushika. Unaona, kama ukienda mahakamani ukitafuta lawyer, hata kama wewe ni lawyer, anajua ukweli, atajua mtu kweli hatafanya. Lakini kwa sababu amepewa nafasi na upande mwingine, ameajiriwa na mtu mwingine amlipe ile mtetezi, yeye atajaribu kutafuta zile habari za uongo ili mradi tu ionekane ni ukweli. Jina la Bwana libarikiwe. Jaji asipokuwa mkamilifu, akawa ni mkura rushwa au akawa si mkweli, utaangamia. Utabamiziwa kesi ambayo haujui, utabamizia kesi ambayo hukuweza kuitenda. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akakamatwa. Mathayo 27 22-25. Mathayo 27:22 hadi 25 inasema kwamba Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwa nini? Ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya makutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kupiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali wakamchukua Yesu ndani ya praetorio, wakakusanyikia kikosi kizima. 27. Jina la Bwana libarikiwe. Umeona, walipomkamata akapeleka kwa Pilato. Pilato alijua, aliangalia akasema mtu hana hatia, hana kosa lolote nini. Lakini Wayahudi wanaenda kupiga kelele, au. Nafikiri Pilato pale angesema amna, mimi sifanyi chochote. Hawakumfanya hivyo sababu alikuwa mtu mkubwa, angemwachilia. Lakini na yeye sijui imekuaje, akasema apate habari na wapi, akamruhusu aweze kuuawa. Wayahudi, kuna kama pale Wayahudi walifanya, akasema hivi, mwachie Baraba, lakini huyu asulubiwe na damu yake
itakuwa juu yetu na juu ya watoto wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Ulimi ni kitu kibaya sana. Baada ya Yesu kusulubiwa, akateseka, haya yakapita. Ukifuata historia, tangu kipindi hicho, miaka yote hiyo, Wayahudi mpaka leo hajawahi kupata amani. Ukisoma historia, tangu kipindi kile, wanasema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Tangu kipindi hicho mpaka leo, Myahudi hajawahi kuwa na amani. Sijui kama unanielewa pale. Wamekuwa kwenye vita, misukosuko mpaka leo. Ndio pale baada ya hiyo ilitokea, wakavamiwa, wakatekwa, wakapigwa, wakapelekwa Babeli. Jina la Bwana libarikiwe. Maana wamekiri wenyewe. Ile ni kama vile walikubali hiyo laana yake, sisi tunavaa tufe na watoto wetu. Na maana hao walioko sasa ni watoto wa wale waliokiri vile neno. Mpaka leo Myahudi wako kwenye vita, mataifa yanayozunguka ni vita, ni paka na panya. Jina la Bwana libarikiwe. Maana wametamka. Na sisi kama Wakristo, Waisraeli wa kiroho ambao tulikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, tunapotamka, angalia hili neno nikilisema, lina madhara gani? Jina la Bwana libarikiwe. Maana ukitamka, unaweza kusema kitu hapo tena baba. Utajibu mwenyewe. Sije. Mungu anatiki. Sawa, utajibu. Jina la Bwana libarikiwe. Yale yaliyowakuta wao mpaka sasa wanatembelea, na sisi ni vile vile. Ukienda kinyume, ukivunja ile maagano, ukajitwika ile laana, basi itafuatana kizazi na kizazi, kwa sababu umekiri. Jina la Bwana libarikiwe. Waliteseka na mpaka hivi hawana masifa beti, wanatoka kwa amani. Myahudi akitembea popote pale atakapoenda, lazima aweke show usalama huko. Kwa sababu gani? Ile laana bado inafuata. Labda tutakuja kuondolewa hapo mbele huko baadaye katika ujio wa pili, sijui. Lakini maana ni wenye neema, na sisi tumekombolewa humo baada ya Yesu kujitoa pale msalabani. Jina la Bwana libarikiwe. Inabidi kama Wakristo ambao tulikubali, tuliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, na sisi maneno yetu, mwenendo wetu, misemo yetu, tuangalie, je, inampendeza Mungu? Je, tuko katika matakwa ya Mungu? Maana ukienda kinyume, unajitwika laana wenyewe, unavaa laana mwenyewe. Pilato hapa kaangalia, akasema huyu hakika mtu hana hatia yote ile. Lakini kwa sababu ya wingi wa Wayahudi wa kelele, alifanya kama vile kujitoa. Anajua huyu mtu hata kama anaenda kumsulubisha, hata kama anaenda kuhukumiwa, hana hatia. Akashindwa kufanya maamuzi, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu. Maana angesema asisulubiwe, mimi na wewe tungebaki kuwa ni wa mataifa tu. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu, Mungu alitengeneza njia ile ile ili tuweze kukombolewa. Pilato alikuwa hana jinsi, na yeye labda alifanya bila kujua, ili mimi na wewe tuweze kukombolewa. Maana Yesu asipokufa pale msalabani, hatunakombolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Akafanya maamuzi yale, Yesu akasulubiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma pale hiyo tukiteremka pale chini 45 mstari wa sura ya mstari wa 45 na 51, hiyo 27 inasema, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9, na kama hata saa 9, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabachthani, yaani Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria walipolisikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara moja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamunywesha. Nilisoma hapo kwa 48, akamunywesha. Yesu alipoona muda umefika,
Akasema, kapiga kelele sauti kubwa sana, akasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maana mateso yalikuwa ni makubwa sana. Mateso yalikuwa ni makubwa sana. Mtu natundikwa, umepigwa misumari juu ya juu pale. Si jambo rahisi. Nafikiri tunasema kitu najua, nafikiri ilikuwa ni mateso makubwa sana. Nafikiri wamama ndio wanaweza wakawa wanajua historia, wakakuingiza mtoto anapatikana. Nafikiri sio ile mama unaenda sokoni na tupata unaenda nyumbani. Ni shughuli. Jina Bwana libarikiwe. Nafikiri Yesu ili alikomboe kanisa, atupate sisi, atuweze kuzaliwa upya kwa damu yake. Ilikuwa ni mateso makubwa. Ilikuwa ni mateso makubwa yasiyoeleweka. Akapiga kelele, maana aliona mateso yamezidi. Waliposikia bila wakafikira na mwita ile kumuokoa pale. Baada alifikira kija huyu atamuokoa. Sipongo kwa lugha nyingine ile ukiangalia, sipongo ile ni kama vile hapa kwa madaktari. Mtu kama amezidiwa sana au wanaona ni aliumwa sana. Wazungu ndio wanapenda kufanya, sisi hatufanye. Daktari anakuja akamwambia bana, sasa ni mtu tumsaidie tu amalize vizuri. Jina Bwana libarikiwe. Wao waliona huyu atakwenda kukombolewa, wakakimbia wakaleta sipongo. Ile sipongo ni kama vile kitu kikali, ni kama vile sumu ili amumalizie tu. Jina Bwana libarikiwe. Yesu akamonyesha ile sipongo. Kwa 48 49 nasema wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu akisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakaingia miji mitakatifu, wakatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimulinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Haleluya. Baada ya mambo yote, Yesu anasema yote yamekwisha. Kazi kubwa nimeimaliza. Akatopiga sauti kubwa sana, akaitoa roho yake akaikabidhi kwa Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Maana kazi iliyokuwa imemleta alikuwa anaimaliza. Ishara zilizotokea ndio hizo. Tetemeko la nchi, tetemeko la ardhi, miamba ikapasuka. Miamba sio kama tunaelewa rock, nani vile majiwe vikubwa vikapasuka. Jiulize hizo nguvu zinaweza kupasua miamba. Miamba ikapasuka. Waliokufa watakatifu wakafufuka, watu wakatembea wakaenda, ndio walitangulia wakaondoka. Jina la Bwana libarikiwe. Heri wewe yule ambayo unafanya vizuri, unaambatana na haya maagano. Siku parapanda italia. Ardhi ikapasuke uweze kupanda. Maana ndio watatangulia. Ukatabuka kwa mlaki Bwana Yesu Mungu. Haleluya. Mara ya pili. Heri ambayo uliambatana na hii maagano, ulikubali nasema mimi huyu alikufa kwa ajili yangu, ukaambatana nayo, hujatoka katika yale. Ili siku atakaporudi mara ya pili, ili ardhi zitakapopasuka ndio watatangulia. Kama tutakuwa tuko hai, tutabadilishwa. Kama utakumeenda umefanya vizuri, ardhi itafunguka, utamlaki Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Kazi kubwa. Sisi tumeokolewa, tumekombolewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Ni lazima tunapofanya Pasaka tunafanya yale maagizo alituambia
fanyeni hivi au kumbusha. Tunayafanya haya, tunakumbuka yale mateso aliyoyapitia. Tunakumbuka, tunasherehekea, ni kama vile birthday. Jina Bwana libarikiwe. Kwa lugha nyingine, tunaeneza mwaka huu, tunasherehekea, bado tunakumbuka yale mateso ya Yesu. Tunakumbuka siku tulizaliwa. Tunakumbuka siku tuliitwa wana wa Israeli wa kiroho. Jina Bwana libarikiwe. Wana wa Israeli wa kimwili walimkataa, wakamkana, wakasema sisi hatukujui, wewe nenda zako kasulubiwe na sisi tukaweza kupata. Yesu alipoenda pale msalabani akasema yote yamekwisha. Sasa akavuta walio mashariki, kaskazini, kusini, wapi, wote akakusanya, akasema hawa ni wana wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio sisi ambao tunatembelea ile maagano hayo ambayo tuliachiwa. Mkristo mwenzangu, kama unajua uko tayari, kama unajua unafanya hivi ni kwa sababu ya Yesu Kristo, uko hapo unaitwa mwana wa Israeli wa kiroho, unajua hapa ipo siku moja parapanda kilia mtamulaki mawingoni, ni lazima ukubaliane na haya, ni lazima uyatembelee haya maagizo Yesu aliyotuachia. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi baada ya kuondoka aliambia mitume wake, akamwambia nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Agizo, maana sisi tulifanyika wanafunzi wa Yesu, wana wa Yesu, wana wa Israeli kwa sababu ni agizo kupitia mitume, na sisi tukaitwa wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tukifanya vizuri, tukitembelea yaliyo ya Mungu, tukitembelea ile maagizo ya Mungu, tukabaki katika zile ahadi za Mungu, tukabaki katika ile maagano, ndio tutamwona Yesu atakapokuja mara ya pili. Hata umekufa, hata kama utakuwa haupo katika dunia, maana sio wote hatujui atakuja lini, sio wote watakayomulaki atakuta bado tuko hai. Wengine atakuwa tumeshalala. Naweza kuwa nikiwa hai au nimelala, utakuwa hai au umelala, lakini kama hatakuwa umelala, ukiwa umefanya vizuri, atakapokuja, barabara itakapopigwa, utakuwa wa kwanza kuisikia. Jina la Bwana libarikiwe. Inabidi tufanye vizuri, tubaki katika maagano ya Mungu, tubaki katika yale Mungu aliyotuachia, ili siku moja tuje tukamlaki. Jina la Bwana libarikiwe. Tusimame.